Hapa tukiangalia ni umoja wa maimamu na waalimu Tanzania. Wito wangu kwa maimamu inshallah, kwanza kabisa maimamu kikawaida ndio viongozi wa misikiti na ndio viongozi wa eneo ambalo msikiti upo. Hili maimamu tulitilia mkazo kwa sababu kumebadilika. Msikiti unakuwa na uongozi na imamu anakuwa namba 2. Kiutizama huu uongozi katika upande wa dini, wengine wao fanaudhu billahi min dhalika ni viongozi, lakini hata surati al-Fatiha ni mtihani. Kwa hiyo imamu asimamie, yeye ndiyo kiongozi wa eneo lile katika Uislamu. Huu uongozi umsaidia kutengeneza maji, kufagia, tandabui na mambo mengine, lakini imamu uwe mstari wa mbele kusimamia Uislamu. Maimamu tunaliacha hili, tunaogopa pengine kwa sababu huyu mwenyekiti alikuwa ana jina huku serikalini au wizarani au mfanyabiashara mkubwa, lakini hatuwezi kuongozwa na watu ambao hawana ilmu ya dini, na nyinyi ndiyo mmepewa dhamana hiyo. La pili na la mwisho inshallah, nisimalize muda kwa sababu tumeshakwenda sana. Allah, maimamu tutilie mkazo sana kama msemaji wa kwanza alivyosema, taaluma, ilmu, na ilmu ya kwanza ni swala. Maimamu jitahidini sana sana kuwafundisha watu swala. Watu wengi wanaingia msikitini kwa sababu nimeshafika miaka 60, Mungu amenikirimu, na mimi jina langu Isa au Muhammad, aibu nisipoingia msikitini. Lakini sasa anafanya nini huko msikitini? Anafuatisha tu. Sasa imamu, kazi yako wewe, jitahidi sana kuwasomesha watu swala. Utawaokoa watu wengi ndani ya msikiti wako. Hawasemi kwa sababu ya vyeo vyao, hawasemi kwa sababu elimu ya sekula waliokuwa nayo, lakini huku watupu na kuja kwako kukuambia wanaona aibu. Sasa wewe somesha tu, wewe somesha. Ukisomesha utaokoa umma uliokuwa ndani ya msikiti wao. Wallahi na mengi ya kusema, lakini pia mpige debe sana habari ya hija. Maimamu pigeni debe sana habari ya hija. Tanzania tuna nafasi 25,000. Mwaka huu tumekwenda 4,000. Ukiangalia si kwamba Waislamu hawana uwezo, lakini ilmu ya nguzo hii ya 5 iko nyuma sana. Baada ya kusema hayo, nisizidishe muda, sikupewa muda wa mawaidha.